Online TV. Pamoja na kwamba mkoa wetu wa Kilimanjaro haukuwa kati ya zile top 10 za ubalozi wa Denmark, niliweza kuwasaidia kwa kumwomba balozi kwamba Same Mashariki au Same kwa ujumla tulikuwa nyuma sana. Watu wakisikia mkoa wa Kilimanjaro umeendelea wanafikiri ni wote, lakini Same tuko nyuma sana kimaendeleo. Kwa hiyo kwenye ubunge wangu nilifanya kazi nyingi kubwa, wakinibrandi kwamba gwiji la maendeleo limekuja kwenye jimbo. Pamoja na mazingira wakati ule alikuwa magumu, mnajua wenyewe 15 mpaka 20, bado niliweza kufanya mambo makubwa sana. Kiasi kwamba tangu 2020-2025 tulienda kwenye viti maalum, sitazungumzia ya nyuma maana wengine mnayajua, bado niliweza kuwasaidia kwenye sekta zote, hasa mambo ya barabara, umwagiliaji, mambo ya afya, kazi ambazo zinagusa wananchi. Nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali kwa miaka 10, ile 15, 20 na 20 mpaka jana bunge likivunjwa. Ukiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge na usimamia hesabu za serikali kwenye serikali kuu, mashirika yote ya umma, unajifunza mambo mengi sana ambayo leo sio wakati wake wa kuyasema. Lakini niseme tu kwamba mwaka jana nikienda kuaga wananchi wa jimbo la Same Mashariki waliokuwa wamenipenda sana, hata walivyoona ile iliyotokea 2020 walikuwa wanyonge sana, wakaniambia mama haji mtu hapa. Niwaambia ninataka tuweke vijana ambao wataweza kusukuma gurudumu la jimbo letu la Same Mashariki. Kwa kauli moja waliniambia mama haji mtu hapa, gwiji la maendeleo bado. Tunataka tulipizie iliyotokea 2020 ambayo wanaona kwamba haki haikutendeka. Waliona wamenyang'anywa kura, kwa wakasema kipindi hiki ije mvua, ije jua, tutakufa 100, hawa wanatuua watakufa 20, waage nyumbani kwao. Watatuua lakini hawatatumaliza. Tutakaa kupigania haki yetu, haki kieleweke. Sasa nikamwambia haya, tunaenda wapi sasa? Maana nilitoka CCM, nikabeba wajumbe wote wanachama wa CCM wengi, tukaenda nao huko ndiko kuwepo Chadema ambayo nimekuwa kwa miaka 15 kule. Sasa nikamwambia haya, kipindi hiki mnasemaje? Maana nilipokuwa CCM yalitokea kama 20, wakasema mama tunahama. Nikamwambia tunaenda wapi? Hapo imagine umetoka London, unaamini vyombo vinavyosimamia mambo ya uchaguzi, unaona iliyotokea ndio unashtuka, ala, hivi kumbe hii demokrasia inaongelewa haiko kila mahali. Kwa hiyo niwaambia tulitoka. Wakasema mama tulitoka Misri, haturudi Misri. Tunachanja mbuga, tunaenda wapi? Wakasema kuna chama kimoja kinasema taifa kwanza, leo na kesho. Taifa kwanza, leo na kesho. Sasa, kwa hiyo taifa kwanza, wanazungumzia taifa kwanza. Lingine wakasema nini? Maslahi ya wote. Taifa la wote, maslahi ya wote. Wakasema hicho ndio tunachotaka mama. Wakasema miaka yako 5 uliokuwa mbunge wa jimbo
ulifanya maendeleo ambayo hatujawahi kuyaona. Si mnajua moto ukitoka wenzetu, ukiona kila kitu unaona sasa nibadilishe leo, si ndio? Ukiona jimbo lako lilivyokaa unasema hapana, haieleweki hapa. Lazima tulale tukifanya kazi. Tulifanya makubwa, sina haja ya kuyataja maana kwenye kampeni ndugu yangu Kapalatu utayasikia, utayaweka ITV huko na wenzangu waandishi wa habari. Kwa hiyo nikaambia haya, mnasemaje? Wasema wewe unajua, wote kipindi kile tulikuwa sisi wote tukaenda na wewe. Aliko mama ndiko tuliko. Lakini naambia, lakini kipindi hiki ninyi mliko, akasema ndio huko. Tulitangulia ili mama tukwambie tunakupokea huko. Wakaniambia tunaenda ACT Wazalendo. Wakasema chama hiki ni chama ambacho kimependwa na watu wengi kutokana na yale wanayoyasimamia, maslahi kwa wote. Hii keki ya Tanzania sio ya watu wachache. Sio watu wachache kwamba watoto wao ndio wanapata ajira kwenye mashirika makubwa kwenye sehemu kubwa, asema maslahi kwa wote. Sio kwingine unaona kuna barabara nzuri, hospitali nzuri, shule nzuri. Kwetu barabara hata waandishi wa habari wanajisheua. Tunaendaje kule? Kwa hiyo akasema ACT Wazalendo ndio jibu mama. Nimwite kijana wangu Soso, karibu sana. Soso maana wakati huo alisema mama akitoka na mimi natoka. Anakokwenda niko nyuma yake. Nikamwambia Soso, sasa hapa tuna mtihani. Tunaingiaje huko? Akasema poa mama. Sina haja ya kusema, lakini amefanya kazi ya ziada. Wameandikishwa watu wengi karibu jimbo zima. Na alikuwa akiulizwa na viongozi, huyo mbunge wako yuko wapi? Asema naye mfukoni. Bibi harusi wangu yuko mfukoni. Maana nyinyi mnajua taratibu, si ndio? Kama umetumwa na chama chako bungeni, unakaa na chama chako kile. Na sie wale tulioitwa na chama 19 tulikuwa na heshima, mkusikia tukiropoka ovyo. Kwa nini? Kwa vile tulifundishwa adabu. Na sasa tunaingia kwenye chama chenye adabu, chenye upendo, chenye umoja, kinachopigania maslahi kwa wote. Kwa hiyo tunavyozungumza hapa, nafikiri tuna madiwani karibu kata zote 14 isipokuwa kata moja tu. Tulivyoingia Chadema mwaka ule 2015 tulikuwa kata zetu ziko 14 na wote madiwani wakati ule walikuwa chama tawala. Tumeingia tu tukachukua madiwani 9. Tunachukua zaidi ya nusu ya madiwani wa chama tawala. Sasa kipindi hiki wanasema tunakomba. Wanasema tumeona yaliyotokea huko nyuma. Wenzetu wanaringa labda, wanasema hawamdai anayetoa maokoto, lakini wakasema sisi hakika hata deni hilo sijui litalipikaje kama mama hukuja. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba nimeingia ACT Wazalendo, sikuja peke yangu. Nimekuja na asilimia kubwa sana. Kwanza wale tuliokuwa nao tulioshinda 2015. Sasa wale wenzangu tuliokuwa naye kule kwenye kijani kule, na wasema tunaenda na mama. Walikuwa
Ila siku zote ananieleza, anambia bwana, wewe mtu wako mfukoni bwana. Mwambia twendeni. Sasa mimi wamenisumbua sana. Mama sema. Hivyo sijasema tuko hivyo. Je, nikisema leo wakiona kwamba gwiji la maendeleo linarudi tena kwenye kazi. Kuwa mwenyekiti wa PAC si kazi ndogo, miaka 10. Pia nikawa makamu mwenyekiti wa nchi 13 kusini mwa Afrika, SADC. Na kwa ajili hiyo basi ACT Wazalendo sikuja kimchezo, nimekuja kikamilisha. Nimeleta mengi ambayo tutajua tunaenda wapi, tunakata kona wapi, tunasema nini. Na najua hakuna atakayeweza kutunyamazisha, maana tuko na Mungu wetu aliye hai. Hawa wasiojulikana watajulikana. Na hivi nilivyoona hata kule jimboni kwangu wamesema ile iliyotokea 15 aliyekuja na ile inaitwa nini leo, aliyekuja na manati mfukoni, aliyekuja na kisu, alikuja na mawe, wengine na vigalo vya mafuta, walisema kieleweke hapo ndani atatoka Mama Kaboyoka peke yake na msimamizi wake au wengine wote, maana tunajua kura zetu. Kwa hiyo viongozi wetu umezungumza, watu walinde kura. Hakuna anayependa kufa, kweli yupo? Afya akipigania nini? Akidhulumu haki. Maana kama mtu ameshinda atangazwe. Najua mama yangu Dorothy unapigania urais, lakini na rais mwenzao au rais wa nchi amesema hakuna wa kutumwa, hakuna wa kuambiwa aibe kura, wengine atangazwe aliyeshinda. Tukienda na hilo tuna maana gani? Atakayekuwa mwizi atapigwa kama mwizi mwingine, kama mwizi mwingine yoyote yule, kama mbwa koko, si kweli? Mwizi amekuibia juzi, leo na kesho unalialia? Hapana. Tuseme haki tendeke, na haki ndio inainua taifa. Alafu tujue nchi yetu ilikuwa inaheshimika sana kwamba ni nchi ya amani, lakini amani bila haki haiwezi kudumu. Tusisitize haki. Amani bila haki haipo. Watu watanyamaza, siku akilipuka ni mbaya sana. Lakini nashukuru kwamba najua vyombo vyote vya dola vimejua kwamba serikali au polisi au juzi walikuwa wanasheria sijui, wakasema hakuna mtu atakayemwibia mtu kura. Hakuna maagizo kutoka juu. Maana wakisema kutoka juu na sisi tuko juu. Sasa tuambia maagizo kutoka juu ipi? Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba chama hiki tunataka kiwe nini? Semeni. Kishike dola, si ndio?